alikuwa rafiki ya baba huyu. Wacha bweke kidogo. Kwa sababu huyo mzee anajifanya mrevi. Nataka atoe hiyo dawa ambayo ameweka kwa mfuko ya nyuma. Atoa dawa ameweka mfuko ya nyuma? Toa hiyo. Weka zunguka, toa dawa ameweka mfuko ya nyuma wewe. Chari. Nataka afike hapa huyo secretary. Ako karibu kufika. Kwamba kwanza huyu ndugu wacha tuambie, aendelee kutueleza. Kwa sababu atueleze huyu mwingine akikuja. Aendelee huyo secretary karibu kufika. Nataka afike hapa. Ndugu yangu nataka tuambie, aseme unajua hii ni chanzo ya mwisho ambayo ako nayo. Aweze kutuelezea ukweli. Ndugu, hatutaki mambo ikue ngumu. Bibi yako anaanza kuelezea. Uliona akikuonya akikwambia sema ukweli. Sijui mmemlipa. Nini yake nani ajua wanawake. Wanawake ni kigeugeu. Sasa ameshakula yake ndio kwa maana anaongea. Mimi ungejua tu hata ungebishana na hawa watu. Usibishane na hawa watu. Nilikuwa najua utakuja kunigeukia. Huyu ndo secretary. Ni huyu. Ni yeye. Ni huyu. Huyu ndio secretary mwenye. Mambo, mbona unaangalia kama ni mtu uko? Kwa nini mnaniporomokea hivyo? Si mnaniongelesha polepole. Mimi nimesikia ninaitwa na hata sijajua nani huyo ananiita. Ni nini? Kwani shida iko wapi? Okay, wacha nikuulize kwanza, unaitwa aje? Nimesikia jina lako, unajua ni secretary. Unaitwa aje? Mimi ni secretary wa ofisi ya kushughulikia mambo tofauti. Mambo, jina lako kamili ni gani? Mimi wamezoea kuniita secretary. Jina langu sipendi kusema ovyo ovyo. Mnaweza ni trace. Mama, nimekuuliza kwamba jina lako unaitwa aje. Kwa upole tu, si ati lazima tusumbuane ndio useme jina lako. Mimi sina ubaya na wewe, by the way. Kuna mahali mimi umeniona mimi? Hapana, mimi sijai kuona. Sasa niko na ubaya gani wewe ukiniambia jina lako nikikuuliza tu? Na shida yangu ni moja. Kwani nyinyi ni ma-DCI? Mnaniuliza majina namna gani? Mimi nimesema mimi ni secretary wa ofisi yenye tunashughulikia mambo tofauti kama ya mambo ya mashamba, mambo ya birth certificate, mambo ya title deed hivyo. Kumbe ni wewe. Daktari, asante sana sababu mtu gani unataka ndo huyu. Umefika hapa aje kwanza? Si nimekuja na mguu yangu. Tulishamalizana na wewe au na kwani kuna shida? Kuna shida hapa? Kuna shida kama nimefika? Unataka nini huku? Si mniambie. Si nyinyi ndio unaona mpaka sura zingine sijawahi ona. Mmekuja tena mnataka kuleta kesi nyingine kwa ofisi. I'm ready. Mkileta kesi nyingine, mimi na deal na nyinyi vile mmekuja. Haya, wacha nikuulize. Unajua isikuwa ati tukileta kesi nyingine gani? Kuna mtaito wa Didi yenye ulisaidia. Huyu kijana umemwona kwanza? Huyu anaitwa Caleb, si ndio? Si alikuwa amekuja kwa ofisi na bibi yake. Kufanya nini? Si walikuwa wamekuja na title deed yao kama walikuwa wanataka pesa. Huyu Caleb? Huyu Caleb, lakini mambo yao ikawa haiendi vile inafaa. Bibi yake alichukua loan? Bibi yake alidanganya huyu Caleb. Huyu Caleb akaacha dada yake anaitwa Ruth. Akachanganywa akili, sijui kama alifanywa namna gani. Mimi kuna karatasi nilimpea akajaza hata hakuangalia. Mbona hukusema hizo vitu hapo mwanzo? Hizo ni mambo ya kifamilia mtaenda. Unajua hiyo ofisi hata mumetuchokesha na kuleta mambo ya familia mzima. Title deed, sijui mara rape case, sijui shamba yenyu imefanywa nini. Sasa hizo vitu zote mnataka mimi ndio ni hold hiyo maneno yote. Si ndio? Na mkisema ni hold, mimi niko hapa. I'm ready. Si nimesema bibi ya huyu Caleb alileta title deed kisiri kichini. Kama Caleb wajui. Au Caleb hakujua juu nilimuuliza vizuri. Vile umekuja leo peke yako. Si walikuwa wamezoea kukuja na Caleb. Walikuja peke yake, nikamuuliza na sasa hii umekuja peke yako, bibi yako anajua, bwana yako anajua? Akaniambia hapana, hii maneno nataka tuende chini ya maji. Juu nataka hii maneno nifanye vizuri, hii title deed nataka iende kwa baba yangu. Mimi nikamwambia sawa, bora tu mcheze kama nyinyi. Mimi nikipata haki yangu, mambo ninawajazia haraka. Sasa uliambiwa ulopoke. Shetani mwingine. Uliambiwa ulopoke. Mimi si bora nilishakula haki yangu. Sawa? Wewe ongea tu kweli. Kwani kama ni title deed ilikuwa mlikuja nikawasolvia hiyo maneno. Hiyo ofisi yangu mtarudi tena na mambo ya title deed.
Unajua Hamutarudi na title deed, mtakuja tena labda niwatengenezee birth certificate tena tubadilishe majina. Kwa sababu bibi yako una mimba, msichana wako kana mimba, mtaenda waundie. Lakini nimependa vile unaongea ukweli, sababu ile kitu tulikuwa tunataka ya maana sana ni information. Na huyu aliingia aje ndani? Unajua huyo si ndio namjua? Huyo sijui ni mpango wa kando ama ni bibi mdogo ama ni bibi namba 10 wa huyu mzee. Si ndio? Kwa nini uongo? Wewe wakati ulikuja naye kwa ofisi, unajua wacha nikwambie my friend. Hawa watu wamenichokesha na kesi ya hii boma yao. Mara huyu Caleb, bibi yake, sister yake, baba ya bibi ya Caleb, mpango yake ya kando, sijui ni mpango ya kando ama ni nani. Wote at the same time. Na bado mimi peke yangu mimi ndio wanaletea hiyo maneno. Sasa nifanyaje? Mimi nilimwambia acheze kama yeye. Anipatie Kenya ananipea, bibi ya huyu akaleta kuna kitu aliniletea. Acha najua dawa. Tukamwambia huyu sasa. Useme ni kitu bibi ya huyu alisema yeye vile alipata pesa kidogo, yeye akaenda mitini na alisema yeye hawezi rudiana na Caleb. Huyu Ruto wako na swali. Hizo vitu zote na unatudanganya, hakuna kitu yenye unajua. Nilijua wewe ni nyoka kabisa. Na siku yenyu imeisha leo. Wewe kwanza tangu ile siku ulikuja siku ya kwanza kwa ofisi ukisema ati huyu ndugu yako ni wakukujwa na yeye kwa boma si wakuzaliwa na babako. Hata sijui mnashughulikanga nini sana juu ya hiyo shamba. Huyu mwenyewe alisema si kweli. Si aende atafuta baba yake. Aende atafuta babake wewe ubaki kwa hiyo boma. Tuone kama unaweza. Hii maneno yote mnatoa sasa, mnatoa wapi lakini? Si walileta kwa ofisi, hao ndio wanileta. Alikuwa anasema hiyo. Ni huyu Ruth. Wacha nikuelezee. Ile wakati ambao tulikuwa tunabishana na ndugu yangu juu ya bibi yake maneno ya shamba, ikapata huyo bibi amekalia ndugu yangu sana, ndio nilinena nikistamka, kwani mbona ubehave venye baba alikuwa na behave? Una behave ni kama mtoto mwenye alikujwa nao. Sikusema kwamba sio ndugu yangu. Unasikia? Sasa ukaongea hivyo huyu ndo akachukulia hivyo. Naruka. Ni ukweli. Hivyo ndivyo ulisema. Kwanza wewe ndio nyoka mkubwa kwa ile boma. Usiite dadangu nyoka. Kanga ukijua hapa hata hauna dada. Mimi ndio shetani hapa wewe na huyu mzee na huyo mama. Nini? Sasa titi ulinyang'anywa kama unakondoa macho. Ulikuja nikakupea karatasi, wewe ni Sini dawa kijana. Kwenye alipewa hiyo dawa. Mimi sijui. Na kwenye alijua nani anakuanga na dawa. Sasa nitajua labda ni bibi yake, kwani atapewa na nani mwingine huyu mwenye anakaa hivi? Unaona hata sura yake inakaa kupendwa na watu wangapi? Huyo bibi yake tu peke yake. Sasa guys, unajua mambo ya sura inatoka wapi na shamba, lakini sometimes unajua secretary ulikuwa unaongea vizuri, lakini sasa hapo kutukana mtu kidogo aingiani, yani ingiani vizuri kabisa. Lakini ile kitu umesaidia kwamba umeongea ukweli, vile title deed imechinjiwa majina mpaka ikaenda kwa jina ingine, si ndio? Wewe ndio ulifanya hiyo kazi, ndio? Mimi nilijaza na nikawapatia karatasi hapo, ilikuwa na mpaka rubber stamp mzuri. Huyu yeye hakuangalia, yeye alijaza tu kuwekelea, naye huyu akakuja akanipatia 50,000. Mimi nikawapatia hiyo title deed. Wakaenda tukiteseka hivyo, tunateseka, mnajua tunaibiwa shamba hivi na kuna kenye unaweza sema. Unajua mama ni nyoka sana. Naweza hata mchapa hapa mimi. Mnaweza chapa nani? Mnanidharau juu ya hivi. Mimi nimesema maneno nilishamaliza. Siwaifanya deal na mwanamke. Unaona sasa wewe pia umekuja hapa hivi na mambo zako na ule pia amenini. Lakini kama deal yako ni duni, mbona isianikwe? Nani amesema mambo ya deal? Umeongea kwa nini kufanya na mwanamke nini? Mimi saa ngapi? Mimi nimeuliza huyu amefika aje hapa? Mimi bora tu ile kitu nilikuwa nayo na haja sana. Si ni pesa tunatafuta kwa hii dunia. Hakuna kitu ingine. Vile bibi ya huyu alikuja akanipea 20k, nikanyamazia maneno, kampea karatasi fake, akasign. Mimi hiyo title deed nikaletewa. Huyu akanipatia 50,000. Nilikuwa na pesa ngapi? Sasa wacha nikuulize, hawa watoto ulikuwa unajua kwamba hawana wazazi kabisa. Alafu ukafanya hivyo kuwanyanyasa. Hiyo mimi niliona hainihusu. Hiyo ni wajisort tu kiao. Na hata wakienda si wanaweza hata si wakubwa, wanaweza enda hata wanaweza enda children's home. Mama unaonaje? Si unaona si wakubwa. Hapa make sense kidogo pale hapo. Maneno yako sasa kusema mambo na children's na ni watu wako na kitu inaweza wasaidia. Wewe unasema huyu hawa ni watoto na huyu anapatia mtu mimba. Wewe uliniambiaje? Si wewe uliniambia mimi 50,000 na nitulie na nikae mpole na nikakubali. Sasa huyo ni rika yako, unasema ati si mtoto, ni rika yako. Nani? Huyu. Kwani mimi nakaa mzee kama wewe? Kwanza
Wewe kwanza kama ulishanyang'anywa Na wewe shamba, usiongee hapa unangojea wewe. uzeeke. Usiongee kitu Shamba hapa wewe. kwanza shamba. Hebu tufanye hivi daktari. Nataka uongee sasa, umesikia vile iko, nataka uongee na hao watu kidogo. Ndio maana nilikuwa nimetaka kwamba huyu mama aweze kukuja, kwa sababu ameweza kuelezea. Nadhani kila mtu ameweza kusikia kile kitu ambayo amesema. Amesema hii mambo hii kwa ya ukweli. Mzee alikuwa amemuonga pesa, wakakoroga huyu aweze kusaini. Shida kubwa ni mzee. Shida kubwa ni mzee pale. Atueleze hiyo title deed iko wapi? Iko wapi? Kwa sababu huyu mwanadada makosa yake ni kwamba wako na ofisi ya kunyang'anya watu vitu, na ni ofisi ya bure. Dada yangu ambaye mnamuita secretary, nataka utuwaambie makaratasi yako ya serikali ambayo inawaruhusu nyinyi kufanya ile kazi ambayo mnafanya sasa, kwa sababu hiyo ni kazi ambayo ni uongo. Na nataka utuambie kwanza, nataka mzee kwamba kwa sababu unaona hapa tutasindilia na mzee sana. Hapa na mzee tutasindilia sana kwa sababu ni mtu ambaye atuelezi ukweli. Wewe ongea tu, lakini nitakutafuta tu. Hivyo ndo unajidanganya. Hivyo ndo unajidanganya. Huyu na wewe. Ngojeni tu. Daktari, sijui mbona Nitawatafuta. Nataka huyu mzee apate punishment, kwa sababu najua ameona kama wewe ni mrefu, ananiangalia kutoka juu. Anaona kama mimi sasa ni rika yake. Mseme mimi sio rika yako bwana. Nimeshakwambia. Ongea tu na hao watu. Wewe nyamaza kigeugeu. Nataka huyu mzee apate punishment kidogo sahihi. Tunahitaji ukweli. Vile mama amesema hapa, tunataka ukweli mwingine kutoka kwa mdomo yake. Sasa huyu leo ndugu yangu nataka apweke kidogo. ndio atuambie ukweli, sababu Ndio kiburi atuambie iko kwa juu. sababu kiburi iko. Kwa nini nimekuwa umbwa? Nataka upweke yeye, utakuwa umbwa kwa masaa kidogo. Umbwa. Utakuwa umbwa, ndio hiyo ndio itakufanya upweke kidogo. Sasa ndugu yangu Kareb, Yes, daktari. huyu mtu nataka apweke kidogo. Na mimi sitaenda kwako sababu sio mimi amenikosea. Kabisa. Umedili na watu kama nyinyi. Huyo Sasa hata anaweza kata kuwa mbwa. Huyo amefanya madhambi. ndugu yangu, Yes. nataka huyu mtu muguze aweze kupweka kidogo. Ndio aweze Umbwa ni kutuambia. wewe. Acha daktari umbu. Nataka umuguze aweze kupweka kidogo. Muguze. Lakini sasa mbona mweke mtu abweke? Si mimi nimeshasema yangu. Utakuwa Wewe mbwa. umekuwa wewe. hapa, umesikia vile Lazima amekuwa ukuwe kitujibu. mbwa. Si nimeshasema yangu. Sasa Mbona hii ni asemi? maneno gani? Hii ni aibu gani? Mbona asemi? Jamani, hii ni aibu gani? Ruth, toka. Huyu abweke azunguke hapa kuishi. Akuwe mbwa. Hata huyu mwenye namwangalia huyu. Huyu ndo tuko na hii shida sana, huyu nataka abweke azunguke hapa. Kwani hii ni aibu gani daktari? Tafadhali. Abweke kwanza, wewe tulia, abweke kwanza akizunguka. Hata usiniguze. Usiniguze wewe. Umeona ile kazi mlikuwa mnafanya? Ndio hiyo. Ndio hiyo. So kusema ukweli ni kitu ya muhimu sana. Hapana, mimi kazi yangu nilifanya kazi soft sana. Walikuja, mimi sikuwaendea, au ndio walijileta kwa ofisi. Na vile walijileta kwa ofisi, hata wewe ukikuja kwa ofisi yangu, ukuje uniambie shida yenye imekuleta na ninatatua. Mimi mwenyewe ninakutatulia na maneno yako inaendelea vizuri. Huyu anadanganya, Sasa huyu ni huyo mwongo ndio huyu. wadili na yeye awapatie title deed. Wacha abweke kwanza, wewe bweka bwana. Bweka kama umbo ukizunguka hapa. Kwani unabweka slow motion? Bweka. Daktari ongeza moto kidogo. Nataka apweke kidogo. Daktari, hata hiyo sioni kama ina Abweke hata maisha yake yote. Hata anafaa kuwe mbwa huyu. Nimeshasema yangu. Ni nini tena mnaweza kufanya? Sasa hii ni aibu gani mnaleta hapa? Wacha azunguke. Daktari, Akirudi huyu hapa tuambie usimwache. ukweli, hatuwezi pembelezana Huyu mtu sasa sana. Usimwache huyu. Usimwache huyu. Huyu pia ni mwingine. Ulikuwa unajua kila kitu alafu unanyamazia. Daktari ongeza moto kidogo. Huyu ndo hata anatutishia ati atapatana na sisi. Ndugu yangu muguze aweze kuendelea kupweka. Nataka aseme ukweli. Weka kabisa. Daktari ndo unaona kwamba hiyo adabu ikitosha, wewe ndo utatuambia, alafu sasa atuambie ukweli sasa. Wacha apweke. Wacha apweke kidogo. Ruth huyu alikuwa rafiki ya baba huyu. Na next time nikikuambia kitu na Wacha apweke kidogo. nasikia.
kwa sababu huyo Sawa, mzee Ruth. anajifanya mrevi. Nataka atoe hiyo dawa ambayo ameweka kwa mfuko ya nyuma. Atoa dawa ameweka mfuko ya nyuma. Toa hiyo Weka zunguka, toa dawa umeweka mfuko ya nyuma wewe. toa hiyo dawa wewe. Director, nimulikie hiyo dawa. Hey! Hii nini yako nayo hii? Kweli anatembea na dawa ya ukweli Mungu. Director, unaona hiyo? Daktari, tunaweza kuuza ama? Hadi wewe unaangalia hizi ni vitu mlikuwa mnatumia, alafu nakuja hapa kuangalia na unajua hizi hiyo. Mimi nilikuwa na deal na maneno ya uchawi na nilikuwa kwa title deed. Si mimi title deed tu ndio ilikuwa shida. Na si nimewaeleza mahali iko. Title deed si ndio hiyo? Kama ingekuwa si yako nayo angebweka hata vile. Wewe bweka, zunguka. Kiburi yako ndio daktari akiona uko sawa ndo atasema usimame. Dawa kwa mfuko. Jesus. Hey. Sasa ndugu utamguza aweze kusimama, atatuambia ukweli sasa. huyo hata anazidi anafaa tu azidi kubweka vile anabweka. Wacha tuambie ukweli. Unajua tulikuwa Sasa anaweza sema ukweli. Tusikanyage hii dawa daktari. Atasema ukweli sasa. Sasa amefika mwisho. Amefika mwisho, anataka kusema ukweli sasa. Ndugu Caleb mguze akuje hapa. Mguza aweze kusimama atuambie ukweli. Mguze. Simama ndugu. Aweze kutuambia ukweli. Ndugu, unasikiaje? Yaani hivyo ndo mnaweza fanyia mtu jameni? Na si tulikuambia uongea tu ukweli tumalize hiyo kitu. Wewe ulifanyaje? Lakini hata kama ni kuongea ukweli, unaangalianga ni nini unafanya. Hapana. Okay, sasa title deed iko wapi? Title deed nayo ni mimi niko nayo. Wewe ndo uko nayo, bibi ndo ako nayo. Sasa bibi uliniambia wewe ndo uko nayo. Mbona mnasema kila mtu ndo ako nayo? Sisi wote tunajua mali iko, ndio maana nilisema najua mali iko. Oh. Sasa anakiuliza bwana anaweza niambia kila kitu. Atakwambia. Sasa Sam, msichana wako kwa wapi kwanza? Msichana wangu ameoleka. Si nilikwambia kuna mzungu mwingine alimuoa huko Karen. Ulikuwa umechanganyikiwa unaniambia tuliniambia. Daktari, umefanya kazi nzuri. Hata hiyo hatukuwa tunajua ameoleka kwa mzungu mwingine. Sasa na ilikuwaje mimba imekuwa ya Caleb? Nilikuwa nataka tu kushikilia hiyo shamba kabisa. Ndio Caleb asinitafute. So unajua ukimwambia kuna mimba hata nini nitakuwa nimemfinya kwa kona. Ndio kwa maana nilicreate that. So ni mambo gani tena umekuwa umetupangia? Ni mambo gani tena umetutanganya yenye hatujui? Mambo yenye nimewadanganya. Si nimekwambia title deed niko nayo. Okay, ile dawa ulikuwa nayo ni ya kazi gani? Hiyo ni ya hiyo ni ya kujiprotect. Na pia nilikuwa nimeshika naye huyu. Asinini. Akili yake ipungukiwe kabisa. So akisaini nini document alipewa ni dawa, ulifanyaje mpaka nini hiyo ikafanyika hivyo akasaini bila kujua? Nilikuwa nimempatia dawa. Tumia msichana wako. Huyu hata anafaa aende jela huyu. Alikuwa amechanganyikiwa. Okay. Asanteni sana daktari, sababu umetusaidia, tumejua maneno mingi. Sasa ile kitu nataka tufanye ni utapumzika kidogo, nataka daktari akunywe maji. Alafu tutajua vile hao watapata nini, sababu saa hii tumejua ukweli na daktari hawa tunataka kama kuna mpango mwingine wamepanga kutoroka nini, ningependa sana uwashikilie wasienda kwenda mahali. Alafu tuone vile Caleb na Ruth watapata nini yao. Unaweza sema nini tukimaliza? Ni vizuri. Mimi kazi yangu napenda mtu akiongea kutoka kwa mdomo yake. Unajua ndugu, nakwambia mimi sitembeangi na panga. Mimi nadili na wewe. Si ulikuwa unadanganya watu hapa. Kuwekelea watu mamimba ni kama hiyo mimba wewe ndio ulikuwa unapeana. Wewe utajua aje kama mimba sio ya mzungu ama ni ya Caleb? Wewe unakataa. Ndugu yangu, acha nikwambie kwamba mimi napenda mtu ambaye anasema ukweli. Na huo ukweli utakuokoa. Kwa sababu ungekuwa umeshasema ukweli mambo yote, hatungekuwa hapa. Sasa hizo vitu zote nataka tuone vile atapeana. Apeane kwa Caleb. Nataka watoto wasaidike. Warudishiwe shamba yao. Kila mtu akue sawa. Na watu ambao wananyanyasa watu nje, mambo yao iko karibu kufikiwa. Asanteni sana. So guys, meantime like kusubscribe, like, kushare
then comment, tutawa update vile hii kesi inaendelea. Peace.